Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan min haythu la nahtasib. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Naam, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na mfululizo wetu wa masomo yanayohusiana na tiba ya hijama, na tumeanzisha kipindi hiki kwa makusudio maalum baada ya kuona sehemu kubwa ya jamii hata ya Kiislamu yenyewe hawaifahamu hijama. Hawaifahamu hijama, faida zake, hawafahamu hasara za kutokufanya tiba hii ya hijama. Kwa kupitia channel yetu hii ya YouTube Kamna Hijama Clinic Center itatuwezesha kuifahamu falsafa ya tiba ya hijama kwa marefu na mapana, ili baada ya hapo we mwenyewe mdau wetu ambaye unatufuatilia vipindi vyetu hivi vitakupa uwezo sasa wa kuamua kwamba kuona kumbe hii tiba ni muhimu na kututafuta na hatimaye ukafika kwenye kliniki yetu ili kuweza kupata huduma bora ya hijama na hatimaye kuwafanya maisha yako ni maisha ya amani. Katika mwendelezo wa darasa zetu za hijama, leo tutazungumzia tahadhari muhimu za kuzichukua kabla ya hijama. Mara kadhaa huwa nazungumza watu wetu ambao katika jamii zetu ambao wanatufanyia hijama za kiholela katika maeneo ya mikusanyiko ya misikitini, anakwenda mtu anahamasisha hijama pale kwa dakika 5-10, wanapatikana watu wakutaka kufanya hijama, anawafanyia hijama, iwe ni adhuhuri, iwe ni alasiri, iwe ni magharibi au isha. Hawa ni aina ya watu ambao tunasema bado hawajafahamu falsafa hijama, bali wao wamebebwa na tamaa za fedha, wamebebwa na tamaa za kupata kipato, lakini hawazingatii misingi na kanuni bora ya tiba hii ya hijama. Kwa kupitia somo hili litakusaidia wewe ndugu yangu, utakapokutana na watu wa design kama hiyo, usikubali kuingia kwenye mtego wa kuhatarisha maisha yako, kwa sababu hijama ina taratibu zake maalum. Kama mmezifuatilia video zetu za nyuma, mtakuwa mmeona nyakati gani bora za hijama, maandalizi gani bora yanahitajika ifanyike kwa mgonjwa kabla hajaingia kwenye tiba ya hijama. Lakini pia leo tutaona tahadhari za kuchukua kabla mgonjwa hajaingia katika tiba ya hijama. Tahadhari ya kwanza, hijama inatakiwa ifanyike katika eneo ambalo ni safi, lakini pia kuna hewa ya kutosha. Kumbuka, kwa nini hijama inatakiwa ifanyike eneo lililokuwa safi na lenye hewa ya kutosha? Kwa sababu mchakato wa hijama unapokuwa unafanyika katika mwili wa mwanadamu, unakwenda kurekebisha mzunguko wa damu ambao ndani yake umebeba nishati, ndani yake imebebwa homoni, ndani yake pia kumebebwa maji ya limfu, lakini pia ndani yake kumebeba aina mbalimbali za virutubisho sambamba na oxygen. Damu imebeba ndani yake oxygen. Kwa kuwa damu imebeba oxygen na mchakato unaofanyika wa hijama unakwenda kuboresha mzunguko bora wa oxygen katika mwili, lazima eneo ambalo linafanyiwa matibabu liwe na hewa ya kutosha, lakini pia hiyo sehemu iwe safi. Kwa mantiki hii ndo tunaposema kwamba kwenda kufanyia hijama katika maeneo ya kama ya msikiti si maeneo sahihi ya kufanya hijama,
bali hijama inatakiwa ifanyike katika chumba ambacho kimeandaliwa maalum kwa ajili ya kutolea huduma. Kwa maana chumba kiwe ni safi na kisiwe na makorokoro, kimeandaliwa vizuri, kitanda ama sehemu ya kufanyia huduma ya hijama iwe na vigezo na sifa nzuri, kwa sababu mchakato huu wakati tunafanyika unahitaji utimamu wa akili na mwili kwa mgonjwa, lakini pia na kwa daktari ambaye anatoa hiyo huduma. Kwa ukifanya eneo ambalo halina hewa safi, ukifanya eneo ambalo hakuna hewa ya kutosha, ukifanya eneo ambalo upepo unampiga direct mgonjwa, upepo direct unakwenda kwenye mwili wa mgonjwa, unahatarisha usalama wa mgonjwa. Eneo lisilo na hewa safi, ukifanya hijama, mgonjwa itapelekea kupungukiwa na oxygen, na hali hii itampelekea kupumua kwa shida na inaweza kusababisha kuzimia, na inaweza ikasababisha pia kuleta changamoto mbalimbali. Lakini pia ukifanya eneo ambalo linampiga upepo moja kwa moja mgonjwa, kwa maana mfano akafanyia nje kama ambavyo anafanya baadhi ya misikitini, unakuta watu wametolewa nje au mule msikitini au nje kidogo ya msikiti wanafanywa hijama, ile eneo liko open kwa upepo unapiga na nini. Hili jambo ni hatari sana, kwa sababu kumbuka, upepo wakati unapiga ule unaweza ukasafiri upepo pamoja na bakteria ama virusi vibaya vyenye kusababisha maradhi. Hali hii inaweza kuhatarisha mgonjwa kutokana kupitia zile chale zake akapata maambukizi ambayo sio kwa lazima. Kwa hiyo tahadhari ya kuchukua kwa madaktari wa hijama, tahadhari ya kuchukua pia na kwa wale wanaohitaji kufanyiwa hijama, lazima wazingatie eneo ambalo linafanywa huduma ya hijama liwe eneo hilo ni safi, lakini liwe na hewa ya kutosha, lakini ahakikishe eneo hilo hapigwi na upepo huwa direct. Hii ni tahadhari ya kwanza. Tahadhari ya pili ambayo inapaswa kuchukuliwa kwa daktari ambaye anatoa huduma ya hijama, lakini pia na kwa mhusika ambaye anapatiwa hii huduma ya hijama. Kwanza niweke sawa ile eneo. Hijama haifanyiki tu kwa mgonjwa. Mgonjwa anapofanya hijama, maana yake anafanya hijama kwa ajili ya kutibu maradhi. Lakini yule ambaye sio mgonjwa pia anastahiki afanye hijama. Yule ambaye hana maradhi akifanya hijama anafanya service ya mwili wake, kama tulivyosomeshana huko nyuma kwa damu ya binadamu inafanya kazi kwa muda siku 120. Baada ya hapo hii damu inakuwa ime-expire. Kwa hiyo inapokuwa ime-expire inakuwa tena haina oxygen ya kutosha, lakini inakuwa imebeba detox, zile sumu mbalimbali, lakini pia inakuwa imebeba maji machafu, inakuwa imebeba mafuta, cholesterol na aina mbalimbali ya takataka ambazo hazihitajiki tena kuwepo katika mwili. Kwa yule ambaye bado hajapata maradhi akifanya hijama anafanya service ya mwili wake, kama ambavyo mtu ana gari yake haina shida wala nini, akapelekwa kwa mechanics kwa ajili ya kwenda kufanya service. Kwa hiyo tunapozungumzia tahadhari hizi za kabla ya hijama, sio tu kwa mgonjwa, hata ambaye sio mgonjwa anatarajia kufanya hijama kama service ya kawaida, basi lazima awe na tahadhari yeye pamoja na daktari. Tahadhari ya pili ambayo inapaswa kufuatwa ni kwamba lazima ambaye anafanywa hijama asiwe katika hali ya kushiba sana. Asiwe katika hali ya kushiba sana, lakini pia anayefanywa hijama asiwe katika hali ya njaa kali. Lakini pia anayefanywa hijama asiwe katika hali ya kuchoka sana. Na pia anayefanywa hijama asiwe katika hali ya ulevi, amekunywa pombe. Lakini pia anayefanywa hijama asiwe katika hali ya kwamba ametoka mazoezini. Hali hizi takriban 5 lazima zitahadharishwe, na kwa mgonjwa ama kwa mhusika anayetaka kufanya hijama na kwa daktari anayetaka kutoa hijama, anayetaka kutoa huduma ya hijama, lazima azizingatie. Kwa nini? Mtu anapokuwa ameshiba sana, maanake mwili upo katika utendaji kazi wa kufanya ile digestion ya chakula, maanake ipo katika kumeng'enya kile chakula. Wakati mwili unapomeng'enya kile chakula, maanake mwili ile nishati kwa kiwango kikubwa iliyomo katika mwili inatumika kwa ajili ya kuunguza kile chakula ili ule mchakato wa mmeng'enyaji uweze kuendelea kufanyika. Lakini pia mzunguko wa damu unakuwa katika hali ambayo sio ya kawaida.
kwa sababu hiyo nishati inabebwa na damu. Kwa hiyo mzunguko wa damu unakuwa upo kwenye spidi, na hivyo mapigo ya moyo yanakuwa yapo juu sana kwa ajili ya kusukuma ile damu kwa spidi, ili uweze kuendelea kufanya mchakato wa uunguzaji wa kile chakula, ili kimeng'enywe kwa wakati, ili kiweze kusambaa katika mwili, na hatimaye vile virutubisho vilivyobebwa na kile chakula viweze kufika katika kila sehemu. Kwa hiyo endapo mtu anayetaka kufanya hijama ameshiba, maana yake kitakachotokea wakati wa hijama, huyo anaweza akapata affect ya afya. Mojawapo inaweza pressure ikashuka, lakini pia inaweza kusababisha damu kutoka kwa wingi kupita kiasi, na hatari zingine zinazoweza kutokea. Kwa hiyo mtu asifanye hijama akiwa ameshiba. Sasa wewe ndugu yangu ambaye unawafanyia watu hijama saa 7 mchana, saa 8, unawafanyia hijama saa 2 usiku, mtu kashatoa kupiga zake mchele huko, kashatoa kupiga wali na ama amepiga zake ugali, kashakula chakula chake, wewe unaenda kumpiga hijama. Kwa hatari ya namna hii inaweza kusababisha madhara makubwa kwa jamii. Nipende kuwanasihi sana ndugu zangu, ikiwa wewe unataka kufanya huduma hii ya hijama, ni vizuri kwanza ukawa na knowledge ya kutosha. Na ndio maana Kamna Hijama Clinic Center sio tu kwamba inatoa huduma za hijama, lakini pia inafanya training, inafundisha hijama, ili kwamba hawa madaktari ambao wanapenda kufanya hii huduma ya hijama waifanye wakiwa na knowledge ya kutosha, ili kwamba walete mafanikio na matokeo bora kwa wagonjwa, na isiwe ni sababu ya watu kujutia kufanya hijama. Lakini pia tumesema asiwe na njaa sana. Kuwa na njaa sana maana yake, mfano mathalan mtu chakula chake cha mwisho amekula jana saa 8, leo asubuhi amekuja kufanya hijama, usiku hakula chakula chochote, huyu haruhusiwi kufanya hijama. Maana yake distance ya muda ambao amekaa na njaa ni ndefu sana. Na kwa nini? Kwa sababu mwili wakati unafanyiwa hijama lazima uwe na nishati ya kutosha, na hii nishati imekwisha tumika kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo nishati alionao ni ndogo katika mwili, haifai kwa mchakato mkubwa wa utendaji kazi wa ukarabati wa mwili kupitia tiba hijama. Kwa akifanya hijama mtu ambaye ana njaa sana, kwanza hataweza kumaliza hijama, atachoka, ataishiwa nguvu, pressure itashuka na anaweza kazimia. Kwa hiyo sasa, ili kuchukua tahadhari, basi yule ambaye anataka kufanya hijama ahakikishe hana njaa ya muda mrefu. Kwa maana kama mtu ana njaa kali haruhusi kufanya hijama, bali anatakiwa aweke appointment maalum kwa wakati mwingine, na aende katika hali ambapo vigezo na masharti vyote vimezingatiwa. Lakini pia tumesema asiwe amechoka sana. Kwa nini asiwe amechoka sana? Kwa mfano mathalan mtu ametoka safari mbali, ametoka Karagwe huko mkoa wa Kagera, amekuja zake Dar es Salaam, amesafiri kwa masaa 24, amefika moja kwa moja nafikia hijama. Huyu mtu hastahili kufanya hijama katika hali ya namna hiyo. Kwa vyovyote nishati yake kubwa imetumika katika hali ya uzito na ugumu wa safari. Sasa anapokuwa amefika afu moja kwa moja akaingia kwenye hijama, kitakachotokea ile hali ya uchovu leo nayo, kwa maana ile energy ya mwili iliyokuwepo ni ndogo, hii pia inaweza kumpelekea mgonjwa ama wewe anayefanya hijama kuchoka, ama kupata maumivu ya kichwa, kupata kizunguzungu, lakini pia inaweza kupelekea kupoteza fahamu. Lakini pia asiwe amekunywa pombe. Kwa nini asiwe amekunywa pombe? Kwa sababu pombe ni miongoni mwa kinywaji ambacho kinasababisha damu kuwa nyepesi, na mzunguko wa damu unakuwa kwenye spidi kubwa. Kwa hiyo sasa anapofanya hijama, wakati mchakato unahusisha damu, kwa vyovyote vile atapata matatizo ya msukumo wa damu katika mwili wake. Kwa hiyo pressure inaweza ikashuka, na hali inaweza kuhatarisha pia usalama wake kwa kupoteza fahamu na changamoto nyingine zikatokeza. Lakini pia jambo la mwisho katika ile eneo, katika tahadhari ya pili ya hijama, kabla mtu hajafanya hijama, kwamba asiwe ametoka mazoezini. Kwa maana mtu ametoka mazoezini, iwe mazoezi ya kukimbia, iwe mazoezi ya ngumi, iwe mazoezi ya karate, boxer na nini, au mazoezi tu labda ya kucheza mpira na vitu vinginevyo. Kwa sababu huyu atakuwa kashatumia nishati yake kubwa kwenye yale mazoezi, na hivyo cells za mwili zimechoka. Akiingia katika hijama huyu wakati ametoka kwenye mazoezi, anaweza akapata tatizo la kuchoka zaidi kwenye hijama, lakini pia inaweza kupelekea akapoteza fahamu wakati wa hijama. Kwa hii ni tahadhari ya pili.
ndugu zangu, kwamba mtu kabla ya kuingia katika tiba ya hijama ahakikishe kwamba asiwe ameshiba, lakini pia asiwe ana njaa sana, lakini pia asiwe amechoka sana, lakini pia asiwe amekunywa pombe, au pia asiwe ametoka katika mazoezi. Hili ni jambo la msingi la kuzingatia na ni muhimu sana kwa ajili ya matokeo bora wakati wa hijama na baada pia ya hijama. Naomba niishie hapa kwa kipindi chetu hiki cha leo, na insha Allah kwa wakati mwingine tutaendelea kuelezana tahadhari zaidi za kuchukua kabla ya hijama na baada ya hijama. Kwa haya machache sina ziada. Ni mimi daktari wako Omar Kamna, ni mkurugenzi kutoka Kamna Hijama Clinic Center, ambapo Kamna Hijama Clinic Center ni kliniki ambayo inatoa huduma za hijama, lakini pia na magonjwa mengine mbalimbali ambayo yanatibiwa kwa kupitia tiba ya hijama, kama sukari, magonjwa kama ya pressure, magonjwa ya matatizo ya uvimbe na changamoto nyinginezo. Lakini pia tunafanya training, kwa maana tunatoa mafunzo yanayohusiana na tiba hii ya hijama. Kwa hiyo ikiwa wewe unataka kujifunza fani hii ya tiba ya hijama, njoo kwenye kituo chetu ambacho kinatoa hizi huduma za elimu, lakini pia na huduma za matibabu. Tunafundisha hijama, lakini pia tunafundisha tiba lishe na dawa asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo kwa haya machache napenda tu kwa kufahamu mawasiliano yetu 0758519116. Hii ni namba yetu ya ofisi, lakini pia 0764706448. Hii ni namba yangu mimi daktari, ukipiga utanipata moja kwa moja. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.